Kwanza kabisa umesanifiwa na watu wetu wa ndani. Tunao wahandisi professional registered, na ukapitishwa kwenye vyombo vyote kwa ajili ya kuangalia usanifu ulivyokwenda. Kwa hiyo kazi hiyo imefanyika muda mrefu, ni zaidi ya mwaka toka tunapata wazo la ujenzi wa ofisi, na baadaye tukaanza mchakato kama ilivyo taasisi za serikali na za umma. Ili kumpata mkandarasi wa ujenzi lazima upitie mchakato wa NeST, kwa maana mfumo wa manunuzi wa kielektroniki, ambao umefanyika hatua zote, na hatimaye mkandarasi Hamaco International akawa ameshinda zabuni ya utekelezaji wa mradi huo. Na baada ya kukamilika masuala ya zabuni, kwa maana mfumo wa manunuzi, baadaye tulipeleka kwenye chombo cha sheria kwa maana sheria mkuu wa serikali, ambaye pia akaridhia, na kulikuwa na marekebisho mbalimbali. Hatujapeleka mara moja, karibu mara tatu. Kwa hiyo yote tukayarekebisha, na sasa tukafikia hatua ya leo ya kutia saini mkataba. Ujenzi huu kwa upande wa mradi wote, kwa maana ujenzi pamoja na usimamizi, unagharimu jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 3 na milioni 120, ambapo kati ya hizo bilioni 2 na milioni 890, bilioni 2 na milioni 890 zitatumika kwa ajili ya mkandarasi mjenzi, na milioni 115 itatumika kwa ajili ya mkandarasi mshauri, kwa maana consultant. Kazi zinazokwenda kufanyika hapa ni pamoja na kuondoa majengo ya zamani yaliyo mbele na eneo letu hapa, lakini pia atajenga jengo dogo kwa ajili ya watumishi ambao wanatumia upande huo, ili kuweza kuwahifadhi kipindi chote cha ujenzi, na baadaye kitatumika kwa ajili ya store, pamoja sasa na ujenzi wa jengo lenyewe, jengo ambalo ni la ghorofa 2 kama mnavyoliona kwenye ramani hapo, na ujenzi wa uzio, fence, gate, pamoja na sehemu ambapo kutakuwa na kibanda cha mlinzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu kwa upande wa mkandarasi mjenzi tuna usaini leo tarehe 7 mwezi wa 6, na utakuwa ni mradi ambao utachukua jumla ya siku 515. Kwa hiyo tunategemea kukabidhiwa jengo hili ni hapo mwakani mwezi wa 10 tarehe 7 mwaka 2016 17 2027. Kwa hiyo tunaamini kwa mchakato jinsi ulivyokwenda, mkandarasi atatekeleza kwa muda uliopangwa, nasi NJUWASA tutakuwa tumepata jengo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watumishi sasa wanakuwa wanafanya kazi katika mazingira mazuri, lakini na kuimarisha sasa huduma ambayo ni kazi ya msingi ya NJUWASA ya kutoa huduma kwa wananchi wa Njombe, kwa maana ya maeneo ambayo tunayatolea huduma, ambazo ni kata 3: kata ya Mji Mwema,
kata ya Njombe mjini pamoja na kata ya Ramadhani. Kwa hiyo tunaamini kwa ufanisi wa wafanyakazi, kwa maana ya kupata mazingira bora ya kufanya kazi, basi tutaboresha huduma kwa wakazi wa mji wa Njombe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hayo machache, naomba sasa nimkaribishe. Karibu sana. Niombe tupe nafasi hii kuomba radhi kwa niaba ya NJUWASA kwamba umekaa muda mrefu tukisubiri wakandarasi, na sababu tulikueleza sababu ambazo zimefanya wakachelewa kufika pale ofisini. Nadhani tulielewa vizuri na tulielewa wakandarasi vizuri. Ndugu mgeni rasmi, kama ambavyo unaelewa na umeona mazingira ya taasisi kubwa ya NJUWASA ambayo ni mamlaka ya maji safi na mazingira katika mji wa Njombe ambao ni makao makuu ya mkoa, kuwa katika ofisi hiyo ndogo. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia mradi huu. Tunasema asante sana kwa sababu unaona mwenyewe kikao hiki tumekuwa na ofisi nzuri, tumekuwa na eneo la ukumbi wa mikutano, tumekuwa na nafasi ya watumishi kusimama kama ambavyo wamesimama pale, pamoja na kwamba ni vijana, lakini walitoka kuketi kama walivyoketi wengine wote. Lakini kwa sababu ya mazingira yetu, ndio maana baada ya kuomba, serikali yetu sikivu ya Chama cha Mapinduzi imekubali kutupatia mradi huu mkubwa wa ujenzi. Nami kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi nitumie nafasi hii kuwaomba wakandarasi, kama ambavyo tumeambiwa na mkurugenzi wetu wa mamlaka kwamba tuna siku hizo, tungefurahi sana jengo hilo linaloonekana pale liweze kukamilika kabla ya siku hizo. Likamilika kabla ya siku hizo litaleta maana, kwa maana kwamba sasa watumishi watafanya kazi katika mazingira yale ambayo yatajua na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo naomba uwasisitize wakandarasi, mtaalamu mshauri kutoka TBS, chombo cha serikali, tunaomba sana awe jirani sana na wakandarasi ili tupate ofisi nzuri ambayo itakuwa na value for money and fit for purpose, ili jengo hilo liweze kukidhi matarajio ya NJUWASA, chombo cha namna hii kilichoko makao makuu ya mkoa wa Njombe. Kwa kweli ulikuwepo mle ndani, unaona tulivyo banana. Basi baada ya kusema hayo, kwa sababu ya muda, niseme kwamba kwa kweli ndoto tulizokuwa tukiota kila siku inawezekana sasa zikakamilika, tukawa na jengo kama hili. Inawezekana kabisa, kwa sababu serikali sasa imeamua kupatia jengo zuri. Mimi kwa kweli nikuombe sana mgeni rasmi, wale wengine wote tukaongea, tuwaombe wafanye mkandarasi aweze kufanyia kitu ambacho tunatarajia. Baada ya kusema hayo, niseme asante sana kwa kupewa nafasi hii. Nimeambiwa nimpe moja kwa moja Mheshimiwa Diwani. Karibu sana Mheshimiwa. Asante sana. Mradi ambao ni zaidi ya bilioni 17. Na leo tena tunasikia kuna bilioni 2 zinaanza kufanya kazi hapa Njombe. Hayo ni mapinduzi sio ya kawaida. Ni mshukuru sana mkurugenzi wetu wa maji hapa Njombe na mwenyekiti wa bodi hapa. Ili mnafanya jambo kubwa la kihistoria Njombe katika uwepo wenu. Na nyinyi wenzetu mnao tujengea mnaandika historia pekee hapa Njombe. Kwamba hayo mambo makubwa, kwamba hilo jengo kwa muonekano huo, kwa sababu majengo mengi hajapanda hapa mjini, kwa hiyo litakuwa linaonekana nzuri. Nasema
Ukitaka kwenda Njombe kuna jengo zuri kama lilivyo. Nimeona na maua hapa yatakuwepo sehemu fulani na miti fulani mizuri itakuwepo. Na watu wa Njombe ni wasafi, ndio maana wanaongoza kwa usafi Tanzania. Kwa na majengo yakiwa mazuri, basi mambo yatakuwa ni mazuri sana. Ninaamini ndugu wakandarasi, kama kata ya Njombe yenye watu wengi zaidi ya 30,000, kutokana na mradi huu mkubwa, vijana wetu watapata ajira hapa. Wafanyabiashara wenye magari watapata ajira hapa. Wajasiriamali mbalimbali wenye kupika chakula na nini, maokoto hayo wataonja kidogo. Watu wana maroli hapa na shughuli mbalimbali ambazo na hakika zinapatikana Njombe. Nguvu kazi kwa kata Njombe iko kubwa. Na tunatamani kweli kama mradi unafanyikia hapa Njombe, basi watu wa Njombe waguse moja kwa moja hiyo raha ya kuwa na mradi huu, hasa wakati huu wa ujenzi. Mwaka fulani miradi mikubwa kama hii ikijengwa, basi unaona watu wanakwenda Uingereza, kama ni chuma kwenda kuchukua Uingereza wanaleta, kama ni bati watachukua Marekani wataleta, kama ni vitu watachukua China wanaleta. Mimi naamini kwa karne hii tumieni vitu vilivyoko Njombe ikiwezekana. Vinginevyo utaalamu useme kwamba hiki kifaa hakiwezi kupatikana Njombe. Ukiwa na huruma ipo. Na imani hata wasomi wengi hapa Njombe waliomaliza vyuo vikuu, mambo ya engineering na nini, wapo Njombe. Kwenye nafasi yenu ile ya watu wa juu mnaweza kubaki. Na imani Njombe ni moja kati ya watu waaminifu sana kwenye kazi. Hawezi kuiba. Watumieni wa Njombe ili Njombe pia tuongeze nafasi ya mzunguko wa fedha. Zikimwagika hizo B2 hapa Njombe kwa mfano, kila kitu kitakwenda vizuri. Na mimi kama diwani nitatembea kwa raha kwamba kipindi changu kama diwani kuna mambo yamefanyika mazuri. Naona hizo ndio alama ambazo watu wa Njombe tumepata kutokana na hilo. Kwa imani hadhi ya mji wetu wa Njombe, hadhi ya kata yetu ya Njombe itaongezeka. Miaka 2-3 itaonekana Njombe ni kitu kingine tofauti kabisa. Niwashukuru sana, karibuni Njombe. Niwahakikishie mkoona inafaa wananchi wanaozunguka maeneo haya, wala msofu watangazieni, tutaita mikutano ya hadhara ili waweze kutangazia na kuona fursa zilizopo kutokana na miradi hiyo mikubwa ambayo itakuja kujengwa hapa. Sitakuwa tayari kuwaita wananchi waelezwe ili waweze kutumia nafasi. Wanasema maji yanapopita kwenye mfereji huwa yanaacha ubichi. Sasa huo ubichi ndio ile maokoto kidogo kidogo yanayobaki kwa ajili ya wananchi wa hapa Njombe. Niwashukuru sana, karibuni sana hapa Njombe. Tutafurahi tukiona hiyo dudu limeota hapo. Nashukuru sana. Asante. Basi piga makofi. Ya utendaji wa kazi kwa watumishi wa mamlaka ya maji ya Njuwasa. Tukiangalia nyuso zenu zilivyo, hali ya mazingira mnayofanyia kazi na wengine najua wao wanafanyia huku chini huko, hazifanani. Lakini kwa kuwa serikali ya awamu ya 6 ni serikali ambayo ni sikivu, ilisikia kilio chetu na hatimaye leo imefikia siku ambayo muda si mrefu mkataba hapa utafanyika ili muweze kujengewa jengo zuri sana. Hongereni sana. Hata napenda nitoe wito kwa mkandarasi anayeenda kutekeleza mradi huu pamoja na mkandarasi msimamizi. Kwa maelezo ya meneja wetu wa mkurugenzi wa mamlaka ya maji, mkandarasi msimamizi ni meneja wa TBA mkoa wa Njombe. Sasa ni matarajio yetu makubwa kwamba meneja msimamizi utasimamia kazi hiyo vizuri, hutaiangusha serikali, kwa sababu TBA ni wakala wa serikali. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba kwa muda ambao mkurugenzi wa mamlaka ya maji hapa amesema, mradi huu unakusudiwa uwe ni wa mwaka 1.5. Fedha zipo.
nina hakika kazi hii mkandarasi utaenda kuitekeleza kwa muda ambao muda sio mrefu mtasaidiana hapa mkataba, ili na sisi wana Njombe waone kile ambacho leo tarehe 7 ya mwezi wa 6 2025 kile ambacho kimewekwa hapa kweli kitekelezwe kwa muda ule ambao utakuwa umekubalika. Sisi hilo ni faraja kwetu, na ina imani kubwa. Amezungumza hapa mwenyekiti wa bodi kwamba nini matarajio ya bodi ile ya wakurugenzi, kwamba majengo haya yakamilike kwa muda ili watumishi hawa waweze kufanya kazi zao katika majengo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo naamini mkandarasi wetu hutatuangusha katika hili. Na mimi nikuombe kabisa mkandarasi msimamizi uwe mkali, ili kazi hii iweze kukamilika kwa wakati, kwa sababu naamini kwa maelezo ya mkurugenzi fedha zipo. Kwa hiyo hakutakuwa na sababu yoyote ile ya msingi ya kuona mradi unafanya nini, unachelewa. Na mimi sitarajii fedha ambazo zimeletwa kutekeleza mradi huu kwa namna moja nyingine labda zitahamishwa kwenda kutekeleza mradi mwingine, hatutarajii. Na nikuombe sana mkandarasi mshauri uwe makini katika kusimamia hii. Nia yetu ni nini? Dhamira ya serikali ni kuona fedha zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa na kwa kazi iliyokusudiwa, lakini sio bora kukamilisha mradi. Tunakusudiwa mradi ukamilishwe ukiwa umezingatiwa thamani ya fedha na mradi vifanane, lakini pia ubora wa mradi uonekane, ili hata hapa tunapokea ugeni wowote isiwe shida. Tunaposema mkurugenzi, sisi kama serikali tunataka kuleta kiongozi fulani aje kuweka jiwe la msingi au kufanya uzinduzi kwenye mradi, kusiwe na wasiwasi. Mwenyekiti wa bodi na wajumbe wake wasiwe na mashaka katika mradi huu. Kwa hiyo tunaamini kazi hii itafanyika vizuri. Lakini niongezee pia kwa maneno ya mheshimiwa diwani kwamba serikali imeleta mradi mkubwa, tunaona wa bilioni 2. Kwa hiyo ni matarajio yetu sisi kama viongozi, mradi huu utaenda kuwanufaisha pia wakazi, wafanyabiashara wa mji wa Njombe. Simenti, ununuzi wa nondo, tunatarajia kwamba hapa tunayo maduka ambayo yamekidhi vigezo kabisa hivyo vya nesti, si ndio? Kwa mfumo ule, basi angalau na wenyewe waone kuwepo kwa mradi huu wamenufaika nao kwa namna moja au nyingine. Pia kazi hivi vibarua wa kawaida itafarijika sana, kama alivyosema mheshimiwa diwani kwamba watafanya mikutano. Kuna kazi ndogo ndogo za wale vibarua, haitapendeza kwamba hata vibarua watoke nje ya mji wa Njombe au nje ya mkoa wa Njombe. Hapana, tutumie rasilimali watu waliopo, lakini tutumie fursa hizi ambazo tunazo Njombe ili kuleta ile maana na tafsiri ya kwamba watu wa Njombe wamenufaika na uwepo ujenzi wa jengo zuri katika mji wetu wa Njombe, katika ofisi hizi za mamlaka ya maji NJUWASA. Ndugu wageni waalikwa, kwa kupitia hafla hii napenda kutoa wito kwa watumishi wa mamlaka ya maji na wakazi wa mji wa Njombe kutoa ushirikiano unaostahili kwa wakandarasi, kwa mkandarasi aliyepewa kazi hii. Ni jukumu letu kutekeleza mradi huu na sambamba na kujiepusha na vitendo vya wizi wa vifaa vya ujenzi. Hiyo hatutakuwa tayari kuona kwamba kuna kitu chochote kile hapa katika mradi au mkandarasi, kwamba wafanyakazi wako watakaofanya kazi
au kuna upotevu wa vifaa, kama serikali hatutakuwa tayari kuona kitu hicho kinajitokeza. Kwa hiyo sisi kama serikali tunakuahidi mkandarasi kutoa ushirikiano wa dhati wa kuhakikisha shughuli hizi, mali zote zitakazo kuwepo hapa, kwa maana ya vifaa vya ujenzi, vitu vyote katika eneo la mradi, wewe utasema kitu gani unachohitaji, sisi tutatoa ushirikiano wa dhati kabisa. Na watu wa Njombe ni watu watulivu, wasikivu. Wakishaelewa jambo hawana shida. Tumetekeleza miradi mingi, hatuna malalamiko yoyote yale na mkandarasi kwamba kuna vifaa vimeibiwa au kumetokea changamoto. Kwa hiyo kwa imani hiyo tunaamini kabisa kwamba na mradi huu utatekelezwa pasipo kuwepo na changamoto zozote zile katika upotevu wa vifaa wala wizi. Hiyo ni imani yangu. Lakini pia sisi kama serikali tunataka watumishi wa mamlaka hii waweze kufanya kazi katika mazingira bora na wezeshi katika utekelezaji wa majukumu yao ya kuwatumikia wananchi wa mji wa Njombe. Maana yake nini? Jengo likikamilika, watafanya kazi zao vizuri, watafanya kazi katika mazingira yaliyoboreshwa. Leo tunaona zile picha pale zinaonekana vizuri. Nilidhani mkurugenzi, basi haya majengo pia mtakuja kututengenezea vizuri, yapigwe picha, ili baadaye hata vizazi vingine vitakapokuja, watakapoona jengo limesimama hapa la ghorofa, waje wakumbuke tulitoka wapi. Mamlaka ya maji NJUWASA ikianza ilianzia wapi? Ilianzia kwenye majengo gani? Tukaenda kwenye vibanda vile. Leo hii tunajisikia sio tunaenda tunabadilishana. Leo yupo mkurugenzi wa mamlaka, anaweza kaja mwingine wakati huo jengo si limesimama, anakuja mhasibu mwingine anaona jengo limesimama, hajui, hakumbuki tulitoka wapi. Kwa hiyo ni vizuri hivi vitu kumbukumbu ikawepo. Kwa hiyo nitoe wito kwako mkandarasi, yaani hili sio ombi ila ni agizo, kwamba mradi huu ukamilike kwa wakati uliopangwa. Mwaka mmoja na nusu, hii tuko 2025. Matarajio yetu 2027 mradi huu utakuwa unafanya nini? Utakamilika. Naamini tulivyoitwa leo hivi kuja kushuhudia utiliaji sahihi katika mkataba huu wa ujenzi, basi na sisi tutaambiwa jamani, karibuni jengo lile limeweza kukamilika. Lakini kikubwa na cha muhimu ni mradi ukamilike kwa wakati na ukiwa una ubora, sio bora mradi. Na narudia kusisitiza, mkandarasi mshauri, tunakuomba sana usimamie vizuri mradi huu, uwe mkali katika mradi huu ili uweze kukamilika kwa wakati ambao serikali imekusudia. Kuleta fedha ya kutekeleza mradi ni matarajio ya serikali, mradi ukamilike kwa wakati ili kazi ziweze kufanyika katika jengo zuri na kuweza kuboresha huduma kwa wananchi. Ndugu zangu, kwa maneno haya machache lakini mengi, tumekaa hapa muda mrefu sasa, niruhusu ili lile tukio kubwa ambalo limetukusanya hapa la utiliaji sahihi liweze kuendelea. Kwanza kabisa namshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutufikishia mradi huu kwetu na kutupa sisi ridhaa kubwa ya kuonyesha kile ambacho anataka kufikisha kwa wananchi. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya wachezaji kati ya kufikisha yale mapenzi ya mama kwa wananchi wake kwa vitendo. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba ndani ya muda ambao tumepewa, ambao ni takriban mwaka mmoja na nusu, tutaukamilisha mradi huu.
na katika kukamilisha mradi huu kwa halmashauri ya Njombe tuna uhakika kwamba utanufaisha wananchi wengi. Kuna wananchi watakaonufaika moja kwa moja, lakini kuna watakaonufaika kwa kufanya biashara, kwa sababu ni mradi wa ujenzi. Kwa hiyo eneo la ujenzi litahitaji mafundi, litahitaji watu mbalimbali ambao watashiriki kwa namna moja au nyingine. Rai yetu tu ni kwamba tutafanya vikao na wananchi, nafikiri baada ya siku 3, Jumanne au Jumatano, ili kuwaweka aware, wajue kwamba kuna kazi iko hapa tayari, ni fursa ya ajira kwao, wajiandae kwa ajili ya kufanya kazi. Tutahitaji tu kuona uaminifu na uweledi katika kazi kadiri tutakavyowaelekeza, kwa sababu kila mmoja na sehemu yake ya kucheza, ili kwa pamoja wote tuwe tumeijenga nchi yetu na tumetimiza yale mapenzi ya mpendwa wetu Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Baada ya mkataba leo mnatarajia kuanza lini? Immediately tunakaa na timu yangu sasa hivi baada ya kusaini, tuone sasa tutaanza lini, lakini ni very soon, immediately. Kwa sababu tumesha saini, hakuna cha ziada tena. Asante. Majina yako ni nani? Kwa jina naitwa John Daniel Karia, ni mkurugenzi wa Hamacop International. Karia? Yes. Asante sana waandishi wa habari. Kwa jina naitwa Abdulazizi Marijani Hassani, ni msimamizi wa kitengo cha ununuzi na ugavi NJUWASA. Kwa kwenda moja kwa moja kwenye swali lako mwandishi, jengo letu kama unavyoiona, watumishi wanapata hadhia au changamoto mbalimbali ambazo zinapunguza ufanisi wa utendaji kazi wa watumishi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Njombe, kutokana na space kuwa hafifu, lakini na mazingira pia sio conducive, sio rafiki. Kwa hiyo kutokana na mazingira haya, jitihada zilifanyika mbalimbali na wahandisi wetu wa ndani na watumishi na wakurugenzi wetu kuweza kuinitiate uhitaji wa kuwa na jengo zuri ili liendane na spidi na kasi ya utendaji kazi wa watumishi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Njombe. Kwa leo kama umeweza kuwa mmoja wa mashahidi kushuhudia utiaji saini ambao umetiwa na mkurugenzi wetu pamoja na mwanasheria wetu wa ndani kwa upande wetu wa ndani, lakini pia na wazabuni wetu ambaye ni mzabuni mkandarasi mjenzi, lakini pia na mzabuni msimamizi ushauri elekezi. Kwa majina ya mhandisi ambaye mkandarasi ambaye amepata zabuni hii kushinda, ambao mchakato wake ulipita katika sheria zote na taratibu zote za ununuzi kupitia mfumo wa ununuzi wa kielektroniki NeST kama unavyotambulika kwa sasa, na kufanyiwa upekuzi na mwanasheria mkuu wa serikali na kurudishwa majibu kadhalika na yakajibiwa, na mpaka leo tumefikia hatua hii ya kusaini mkataba na mzabuni Hamacop International Limited, lakini pia na consultant anayejulikana kwa Tanzania Buildings Agency TBA. Kwa hiyo ni hilo tu. Itawasaidiaje hii jengo baada ya limekamilika, nyie kama mfanyakazi kwa ufanisi, lakini pia kutamani atakuwa kazini na kuhudumia wateja? Msaada wa jengo utakuwa ni mkubwa sana, hasa pale ambako wafanyakazi wanakuja kazini katika mazingira rafiki, space pia inatosha, na kama leo ulivyoona ametoka kuongea mgeni wetu rasmi kwamba tungekuwa na jengo hili, ni wazi tungeweza watumishi wote kufanya katika ukumbi wetu wa mkutano na watumishi wote ungekuta wamekaa, lakini leo umeona tumeweza kufanya nje, lakini watumishi kadhaa wameweza kusimama. Huo ni dhahiri inaonesha ni namna gani kwamba watumishi wa NJUWASA wana uhitaji mkubwa sana wa jengo na space kubwa na mazingira ya kisasa na yenye kuendana na kasi ya serikali hii ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnaahidi nini sasa kwa wateja wenu mnaenda kuwahudumia? Huduma gani ambayo mnaenda kuitoa baada ya kuwa mmepewa hayo mazingira yote rafiki mnayotamani? Sisi kama mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Njombe NJUWASA, ahadi yetu ambayo ni ahadi ambayo ninaijibu kumjibia mkurugenzi mkuu au mkurugenzi mtendaji, make yeye ndio mwenye mamlaka ya kuahidi wananchi wake kwamba watarajie kupata huduma bora, kwa sababu huduma bora inaanzia ndani. Watumishi wake wakianza kupata huduma bora na mazingira bora, na wao ndio hao watakwenda kuspeed up na kuongeza kasi ya utoaji huduma bora kwa wananchi, kwa sababu kama wewe ni mtu ndani unaanza kupata huduma nzuri, unakaa katika mazingira mazuri, ni wazi kwamba na wewe utapambana
kuweza kusababisha wananchi wako wapate kile wanachostahili, kwa sababu kinachokufanya wewe ukae katika mazingira yao mazuri, basi na wao lazima uwafanyie kila lilo zuri.